Leo tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2025, siku baada ya Krismasi, nimekuja nikufundishe jinsi ya kujua nyota yako. Nimekuja nikufundishe jinsi ya kujua wewe ni nani. Nimekuja nikufundishe wewe unatakiwa kufanya vitu gani ambavyo unaweza ukafanikiwa bila kutumia nguvu nyingi. Juzi kabla ya tarehe 24 mwezi wa 12 nilikuwa nafundisha somo la kuhusiana na mwili wa binadamu, jinsi unavyofanya kazi, jinsi unavyokuwa kama kioo cha frequency kutoka kwenye ubongo, kutoka kwenye mawimbi ya ubongo. Nilikuwa nimesha kuambia kwamba kwenye ubongo wa binadamu kuna sehemu panaitwa subconscious mind. Ni sehemu ambayo ipo kama kompyuta ya ubongo wa binadamu, na hapo ndipo uungu na mwili wako huwa vinaungana ili kufanya kusudi au kutimiza kusudi la roho yako kwenye ulimwengu wa nyama. Nilikuwa nimekufundisha zaidi ya hayo. Nilikufundisha kwamba mtu anapokuwa anazaliwa anakuwa na high frequency zake na anakuwa na low frequency. Nikakwambia hivyo ndio vitu ambavyo vimeleta dhana ya mtu ana udhaifu na ubora wake. Nikakwambia high frequency ndio kitu ambacho kimeleta dhana au kauli ya kila mtu huwa ana uwezo wake wa ndani. Ndio hiyo, kila mtu anakuwa na high frequency na kila mtu anakuwa na low frequency. Kila mtu ana ubora na udhaifu wake alivyokuwa amezaliwa. Na mara nyingi mtu anazaliwa ili kuja kumaliza ule udhaifu wake, kwa sababu ule udhaifu unakuja kama ni vitu ambavyo alivimisi kwenye maisha yake ya zamani, kwa amerudi ili kuja kuvitimiliza. Ndio nilikwambia hivyo. Sasa leo nataka niweze kukufundisha jinsi wewe unavyoweza kuchambua nyota yako wewe, ukachambua nyota ya ndugu yako, ukachagua nyota ya mpenzi wako. Ukapita kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye TikTok, ukakuta anasema nyota fulani wanaendana, mtu wa huyu na huyu wanaendana, basi utaweza kufahamu upate mpenzi wa namna gani, au utaweza kufahamu mpenzi uliye naye ni mpenzi wa namna gani, ili ujue jinsi ya kuishi naye. Kama una watoto, utaweza kufahamu vipawa vya watoto wako na utawalea kulingana na kila mtu kipawa chake. Hiyo huwa inaondoa hata ile ya kusema baba ananipendelea, baba anampendelea fulani, kwa sababu kila mtoto ana kitu anachokipenda tangu alivyozaliwa. Anachokipenda huyu na huyu ni tofauti, huwezi ukalazimisha. Kwa hiyo sasa leo nataka nikufundishe jinsi ya kuchambua nyota. Kitu cha kwanza kabisa katika kuchambua nyota yako au kujua nyota yako au kujua wewe unataka kufanya nini kwenye huu ulimwengu ni kufahamu tarehe yako ya kuzaliwa. Zipo zana mbalimbali za kujua hatima ya mtu kwenye huu ulimwengu, ikiwemo kuangalia viganja, ikiwemo kujumlisha namba zake za kuzaliwa zile kupata namba ya hatima yake, ambao wengine wanaita namba ya bahati. Lakini ipo elimu ya unajimu ambao ndio zimekuja kuzaliwa dini mbalimbali. Dini zote, imani zote unazoziona duniani, chimbuko lake ni mambo ya kiroho. Zote ni elimu ya kiroho, ni elimu moja, elimu ya kiroho. Sema kila hiyo kitu fulani inaipa jina lake. Kwa hiyo epuka kuchanganyikiwa, epuka kuweka itikadi za Kibuddha, Judaism, si za Kiyuda, si za Kiislamu, si za kinini. Unakuwa unajichanganya mwenyewe na familia yako. Sasa kama wewe ni baba ukachanganyikiwa, manake watoto ndio watachanganyikiwa zaidi. Sasa leo mimi nakufundisha jinsi unaweza kuchambua nyota yako, jinsi unaweza kufahamu sehemu mbalimbali za maisha yako, na wewe mwenyewe utakuwa shahidi wa kwamba hichi huwa kinanitokea, hiki huwa kinakuwa ni hivi na hivi. Na sisemi kwamba eti mimi nina ufahamu kuzidi wewe. Ndio maana nataka nikuelezee sehemu ambayo huenda wewe una ufahamu wa kunishinda mimi. Siwezi kukubali kwamba eti kwa sababu mimi nimekuwa wa kwanza au nimepata nafasi hii ya kukueleza basi mimi ndio najua sana kuliko wewe.
huenda wewe ukipaona hapo una uwezo mkubwa wa kuchambua kushinda hata mimi, kwa sababu mimi kitu ninachokiamini, viwango vya hisia, yaani viwango vya uelewa wa ndani vinatofautiana. Kuna wengine wana intuition kali sana, wengine wana intuition kali sana. Yaani yeye akiona ka kitu, hata kama umuelezea umeishia hapa, yeye anaelewa kushinda ulipomuelezea. Yaani jinsi unavyoongea neno moja, yeye anaelewa mara 10. Kwa hiyo siamini kabisa. Kwa hiyo niko hapa katika kukuwezesha tu, katika kukusanua. Inakuwa kama ni bahati yako tu, katika kukusanua ili wewe uweze kujua mambo mbalimbali kuhusiana na maisha yako, uweze kupata upeo wa kujifahamu kwamba okay, kumbe hiki ndo maana hiki na hiki, kumbe ndo maana hiki na hiki. Sasa bila kupoteza muda, mimi nadhani tuendelee. Kitu cha kwanza kabisa, ili uweze kuchambua nyota yako, mimi nitakuelekeza namna 2 ninazozifahamu. Nikiri kwamba mimi ni mwanadamu, siwezi kufahamu kila kitu. Zipo elimu nyingine ambazo mimi sizifahamu na ni elimu sahihi. Lakini mimi nakuelekeza elimu 2 za jinsi ya kufahamu kusudi la wewe kuwepo, kusudi la wewe kuwepo kwenye huu ulimwengu. Udhaifu wako na uwezo wako mkuu. Eneo ambalo wewe una shine, eneo ambalo ndio huwa anaiba uwezo wako, huwa mwingine anakuibia, anasema anakuibia nyota. Unakuta amekuchukulia huo uwezo. Lakini chako ni chako tu. Yaani chemchemi ya maji inayotoka pwani uwezo ukaihamisha itoke Ruvuma, bali Ruvuma kutakuwa na chemchemi nyingine. Unachoweza kufanya labda uchukue maji ya kwenye chemchemi ya pwani ndio uende nayo Ruvuma. Lakini uwezo kaenda na chemchemi. Ndio hivyo, yani uwezo ni uwezo tu. Uwezo kahamisha ziwa lililopo mkoa huu lipeleke sehemu fulani, labda uchote maji tu ndio uende nayo. Kwa habari ya kwamba si mtu ameiba nyota, si nini, hawezi kukuibia nyota. Hawezi kukuibia nyota. Anafanya tu kukupumbaza tu basi. Kitu cha kwanza ambacho tutatakiwa kuwa nacho ili uweze kufahamu kuhusiana na wewe ni tarehe yako ya kuzaliwa. Njia ya kwanza ni ya kutumia unajimu. Nikwambia na kufundisha njia 2. Kabla sijaendelea nikutajie, tutajifunza njia ya kwanza ni unajimu, astrology. Lakini njia ya pili ni namba. Astrology unaweza kaniambia kwamba sasa wewe dogo, wewe mambo ya astrology umejulia wapi? Mambo ya astrology umejulia wapi mtoto mdogo? Basi nataka nikwambie maneno mafupi. Zamani za kale watu walikuwa wana calculate kwenye madaftari, kwenye mbao, kwenye miti, mjongeo wa sayari angani. Lakini siku zilivyozidi kwenda, hizi calculation zimewekwa kwenye makompyuta, zimeweka kidijitali kiasi kwamba unaweza kufahamu kupata kwa jua kunako kuja. Ni sawa na vile ambavyo kwenye vitabu vya jiografia vya mwaka 2015 na miaka ya nyuma vilikuwa vimeandika kwamba mwaka 2016 tarehe 1 mwezi wa 9 kutakuwa kupatwa kwa jua, na kweli kupatwa kwa jua kulitokea. Kwa sababu mahesabu, kompyuta, kubali kwamba kompyuta inafanya mahesabu, inachakata hesabu kwa haraka zaidi kushinda binadamu. Kwa ni kitendo tu cha kupiga mahesabu kwamba mwezi, jua na dunia kwa mwendo huu tarehe fulani vitakuwa kwenye usawa. Si umenielewa? Kwa kutokana na kuwepo hivyo, zipo website nyingi ambazo zimekuwa zimeandika mpangilio wa sayari kwenye anga kulingana na tarehe fulani na muda fulani. Na inamaanisha nini? Kwa sababu katika unajimu tunasoma athari ya kila sayari. Lakini kuna elimu ya namba. Elimu ya namba, kama unavyofahamu, namba unazitumia kila mahali. Huwezi kuwa kunibishia kwamba eti namba, hamna kitu kinaitwa namba. Namba unazitumia kila mahali. Unahesabia hela. Namba hizo unaenda unapeleka mtoto wako shuleni, unasema kazana somo la hesabu. Basi tutajifunza kwa kutumia unajimu na tutajifunza kwa kutumia namba. Kitu cha kwanza lazima ufahamu tarehe yako ya kuzaliwa. Ni vizuri ukafahamu na saa uliyozaliwa. Kwa ufahamu tarehe ya kuzaliwa, ufahamu na saa. Kama unashindwa kufahamu saa uliyozaliwa, ndio panakuwa pagumu kupata unajimu wako kwa kutumia unajimu. Kwa sababu hata ukiupata wa tarehe husika, mwisho wa siku ina masaa
24 na zile sayari huwa zinakuwa na mwendo. Huwa tunataka kujua kwamba sayari fulani saa ngapi dakika ngapi ilikuwa wapi, yaani dakika ngapi hiyo wakati unazaliwa vitu vilikuwa vimekaaje huko angani. Kuna vitu vingine vinaenda speed sana huko angani kama mwezi ni sayari ya unajimu. Kwenye unajimu tunasema ni sayari ya unajimu. Mwezi unakimbia sana, na kama unavyofahamu mwezi unakimbia sana, yani kwa masaa 24 unakuwa upo katika sehemu mbalimbali. Na katika unajimu lazima tujue mwezi ulikuwa wapi. Kwa hiyo sasa saa inakuwa ni ya muhimu. Kitu kingine lazima ufahamu eneo ulilozaliwa. Kama unavyofahamu sisi huku Afrika au Tanzania inaweza ikawa ni mchana, lakini China ikawa ni usiku, au Marekani ikawa ni jioni. Hilo linafahamika. Lakini kitu kingine lazima ufahamu longitude na latitude za eneo husika ambalo umezaliwa. Lakini kitu kingine utaenda kwenye tovuti ya AstroSeek kwa ajili ya kupata chati yako ya kuzaliwa, kwa ajili ya kupata maelezo yako yote ya kuzaliwa, na hii inakuwa inapendeza. AstroSeek ni tovuti ambayo imeandika kwa Kiingereza. Kwa kama wewe ni msomi mzuri, unafahamu vizuri Kiingereza, hii ni fursa kwako. Unaweza kujifunza vizuri na wewe ukafundisha wengine, kwa sababu sio vibaya kujifunza na kufundisha wengine. Leo huwa napenda kuandika kama unavyoona, lakini ya leo limenishinda kuandika. Naandikaje? Yaani maelezo mtu anasomaje, anaelewaje? Kwa hiyo nataka nieleze kwa vitendo kwa kupitia kwenye simu yangu hapa, kwa sababu vitu ambavyo vinaenda kidijitali kutumia simu yangu hapa. Nimeamua nitumie simu kwa sababu sio kila mtu ana kompyuta. Ningesema nitumie kompyuta, mtu mwingine anajua labda kinachofanyika kwenye kompyuta, simu haiwezi, kwa sababu sio kila mtu ni mtaalamu wa tehama. Sio kila mtu ni mtaalamu wa tehama, ila kidogo kwenye simu mtu anaweza kujaribisha, anaweza kafanya unavyofanya. Lakini ukifanya kwenye kompyuta kama hata kwenye simu inawezekana, anaona kama unamchanganya. Anaona wewe kwa kompyuta ni kompyuta tu. Haya, tunaanza sasa mchakato wa kwanza. Mimi nitachukulia tarehe ya kuzaliwa tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2000 saa 6:30. Nitachukulia nilizaliwa Sumbawanga, kijiji kimoja nitakachokichagua. Twende wewe unaangalia ninachokifanya. Tarehe ya kuzaliwa tayari naifahamu. Muda wa kuzaliwa, kama bado mama yako anaishi, muulize mama yako, kaa vizuri naye, muulize kwamba hivi jua lilikuwa limefika wapi siku hiyo wakati nazaliwa. Unaweza ukakadiria muda. Kwamba hivi mama, hiyo siku ilikuwa ni jioni au mchana, au jua limekuwa limewaka sana, au jua linazama, au ilikuwa ni asubuhi. Ukimuuliza kwa matukio hiyo, anaweza akakwambia. Sio kwa kumuuliza mama ilikuwa ni saa ngapi, hapana. Lakini kumuuliza ilikuwa jioni au mchana au ilikuwaje. Ukishamuuliza akisema mchana, unamuuliza mchana kama mida ya saa ngapi, hapo anaweza akakwambia. Lakini ukimuuliza ilikuwa saa ngapi afu kaishia hapo, hapana. Ukishasikia ile ilikuwa kama jioni, hapo anaweza kukumbuka vizuri. Kwa hiyo ukishafahamu tarehe ya kuzaliwa, kitu kingine unatakiwa ufahamu eneo ulilozaliwa. Ukifahamu eneo ulilozaliwa utapata longitude na latitude. Utapata longitude na latitude kwa sababu zitakuwa tukaziingiza kwenye sehemu ambayo inatakiwa kutupa chati ya kuzaliwa ya tarehe hiyo, eneo hilo, muda huo. Mimi nitaenda moja kwa moja naingia kwenye Google Map ili niweze kupata hilo eneo. Nikipata hilo eneo ni rahisi kupata longitude na latitude. Vifaa nitakavyotumia hapa ni AstroSeek, ni Google Map, lakini vile vile nitatumia na AI kwa ajili ya kupata longitude na latitude kutoka kwenye linki ya location ambayo nitaipata huko. Kwa mimi nitakuja kwenye Google Map, nitasearch eneo moja. Hebu ngoja niwashe hapa location, niwashe data. Niwashe data. Nataka ni search eneo moja. Twende, wala usio na wasiwasi. Na imani kila simu ya mtu, kila smartphone na Google Map. Eneo moja inaitwa Matanga huko Sumbawanga. Huko Sumbawanga.
tutalitafuta ili eneo search, basi ni hili hapa, linakuja linatuletea matanga. Unaweza kukuta matanga ziko nyingi. Sasa lazima uhakikishe eneo nalo litafuta ndo hilo hilo. Naacha ya Kisutu, eneo ambalo mimi binafsi nalifahamu. Hebu ngoja niweke mfumo wa satellite ili tuweze, hata usipopaona vizuri, nataka tuangalie hapa ni matanga. H hapa maana yake ni zahanati. Hospital, zahanati. Hii hapa kila kijiji, kila eneo, vituo vya afya vyote vimewekwa kwenye Google Map na Wizara ya Afya. Kwa hiyo lazima utakuta kama Wizara ya Hospitali, hiyo wizara lazima utaweza kupata. Tunaikuja kwenye Google Map ili tuweze kupata longitude na latitude ambazo zitatusaidia kwenda kuweka kwenye tovuti ambayo nimekwambia. Hiyo tovuti na calculate unajimu wa siku husika kulingana na eneo fulani, kwamba ukiwa maeneo hayo sayari fulani ilikuwa inaonekana upande fulani, ukiwa eneo hilo mwezi ulikuwa sehemu fulani. Kwa sasa utakuja, kwa mfano kama hapa ni matanga, zahanati ya matanga, utakuja utagandamiza, utaweka kidole chako kwenye H hapo, utagandamiza. Kisha gandamiza hivi kwa sekunde chache, unaona inakuja hiyo, inakuja gandamiza kwa sekunde chache. Unaona inakuja hiyo. Nafikiri umeona imekuja hii matanga, lakini kitu ambacho utakuja kufanya hapa ili kuweza kupata taarifa, utakuja unabonyeza kwenye share. Utakuja unabonyeza kwenye share hapa. Utabonyeza kwenye share. Unaweza kupata linki kama hii hapa. Basi wewe utakuja utabonyeza kitufe hiki, hii alama hapa ambayo inamaanisha kukopi. Ukibonyeza hivi itakuletea hapo copied. Basi kazi ya kwenye Google Map huku inakuwa imeisha. Itakuwa tuende kwenye artificial intelligence tuweze kufahamu kupitia linki hii, tupate longitude na latitude, alafu tupate ni mashariki, ni kaskazini au ni wapi mwa dunia. Ngoja sasa tuingie kwenye Chat GPT. No, tuingie kwenye Gemini, Google Gemini. Tuingie kwenye Gemini. Au tuingie kwenye Grok. Tuingie kwenye Gemini. Kwenye simu. Mwingine anakuta haja download hizo Chat GPT hana. Basi ukiingia kwenye Google Chrome yako hivi, Google Chrome yoyote ile, yani ukiingia kwenye Google Chrome, kama huna artificial intelligence, unasema artificial intelligence bana, mimi sina kwenye simu yangu. Na mwingine anakuta alijua hata kupakua program kwenye simu yake. Kwa hiyo sasa utakachokuja kufanya, kitu cha kwanza utabonyeza hapa. Kabla ya kusearch, utabonyeza hapa. Utabonyeza kwenye vidoti vitatu hivi hapa. Utabonyeza hapo. Ukishabonyeza utascroll down. Kabla ya kubonyeza search Google all type. Hapo utaandika kitu chochote tu, hata chenye hakina maana. Au utaandika moja kwa moja, utasearch Gemini. Utaandika Gemini, hii hapa itaisearch. Kisha isearch utaiona imekuja hapa. Google Gemini hii hapa. Google Gemini imekuja. Hakikisha ipo hii hapa iliyoandika hapa, ndio inakuja kwenye simu yako. Basi utabonyeza juu yake hapa. Kisha kwa umebonyeza itafunguka Google Gemini. Itafunguka Google Gemini. Inategemeana na kasi ya intaneti yako. Itafunguka vizuri hapa.
first is now powered by 3 flash light. Sasa hii ni ChatGPT. Kwa hiyo sasa utakuja utaandika hivi, nipe longitude na latitude kutoka kwenye location hii. Baada ya hapo, kwenye kibodi yako kule ulikuwa umesha copy kwenye kibodi yako, ukija hapa kwenye kibodi yako ukija ukibonyeza hapa, ukija unabonyeza hichi alama kimekaa kama karatasi, utaweza kuona linki ulioikopi. Utaibonyeza hiyo linki, itapaste hapo. Utabonyeza linki, itapaste hapo. Kisha paste, utakuja utabonyeza hichi alama. Kialama hichi hapa ndio cha kubonyeza. Basi utakibonyeza hichi kialama. Basi itakuletea kama hivi, umeziona longitude hizo. Basi utazikopi mahali, utaweza kuziandika hata pembeni. Mimi nimeambia longitude ni hiyo hapo, #801, lakini longitude ni 3151. Unaandika tu namba hizo, point mbili hizo zinatosha, sio lazima uandike zote. Kwa wale wataalamu wa jiografia wanaweza kawa wanajua. Hiyo #8 hiyo maana yake inamaanisha ni south. Hii longitude hatujajua sasa ni upande gani. Naandika sasa ni upande gani. It is where of the world. Naona sasa imekuja kukuambia kwamba ile latitude imesema ni south, lakini longitude imesema ni east. Kama unavyofahamu sisi ni East Africa. Kwa utarekodi hapa kwamba bwana, latitude ni 08 nyuzi 01 minute. Hapo utakuja longitude utakuja 3151. Hii 08 inakuwa ni south, hii 31 inakuwa ni east. Baada ya hapo nitakuwa twende tufungue, nilikwambia tovuti ya Astroseek kwa ajili ya kupata kalenda yako ya kuzaliwa na mambo mengine mazuri kuhusiana na wewe. Utakuja ukiwa hapa kwenye Google, utakuja utabonyeza utabonyeza hapa
utakuja utabonyeza hapa kwenye hii kitufe, ukiwa kwenye Google Chrome yako hiyo hiyo utabonyeza hapo. Sasa kama wewe unatumia iPhone, utaangalia mbadala wa Google Chrome ni kitu gani. Cha msingi upate artificial intelligence, cha msingi upate ile link ya location fulani ili uweze kupata longitude na latitude. Utakuja utabonyeza hapo. Ukibonyeza hapa hivi itakuja tabu nyingine, ambapo utakuja utaandika AstroSeek. Sasa mimi ni kitu ambacho wanakitafuta mara kwa mara kwa ajili ya masomo, inakuja haraka, ila sasa itakuwa wewe uiandike AstroSeek hiyo hivyo AstroSeek. Hebu ngoja niandike, tuandike kwa pamoja ili usije ukakosea. AstroSeek unakuja unaandika, unaacha nafasi hivyo. Hata usipoacha nafasi ukaandika tu AstroSeek ukaandika hivi, alafu ukasearch, itakuja tu yenyewe bila nanli, inatii sheria bila shuruti, inakuja. Hakikisha umeibonyeza hii, unaibonyeza, kisha ibonyeza, inafunguka kama hivi kwenye simu yako. Inafunguka kama hivi kwenye simu yako. Unatakiwa utafute au unatakiwa ubonyeze. Zipo service zingine hapa ni za kulipia, zipo zingine za free. Tunachokifanya sisi saa hizi ni free, ni kitu cha free, ni kitu cha bure. Hii ni tovuti ambayo nyuma ya pazia huko in background ina calculate position ya sayari, kisha zikalculate, ina masomo. Unajua elimu ni elimu. Yaani program yangu nayo rekodia leo imekuwa inakatakata. Hebu tuendelee. Utakuja utabonyeza hapa kwenye bus chat. Lakini kama unataka kuona na compatibility, hapo utapata bus chat yako ya kuzaliwa. Hapo utapata compatibility, kwamba ufanye biashara na nani, yupi usifanye biashara naye, uoe mke gani, yupi usijaribu kabisa, utagombana au mtauana. Na hivi ni vitu vingine vya kiunajimu. Elimu kubwa hii. Basi sisi somo letu la leo tunakuja hapo kwenye bus chat. Sisi tupo kwenye bus chat hapa. Tunakuja tunabonyeza bus chat. Ukibonyeza bus chat unaweza ukaona hapa zile data tulizokuwa tunakusanya kule, sasa ndio zitafanya kazi hapa. Ndio zitafanya kazi. Itakuja itafanya kazi hapa. Ndio itafanya kazi. Zile data ambazo zilikuwa tunazirekodi zinafanya kazi hapa. Kwa hiyo tutaanza na kuingiza tarehe ya kuzaliwa. Nilikwambia sisi tutatumia tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2000 saa 6:30 mchana. Kwa hiyo tutaanza kuingiza tarehe 15. Na wewe mwenyewe utakuwa ingiza tarehe yako sasa huko. Mwezi huu hapa, mwaka fulani ambao umeuzaliwa. Mwaka fulani ambao umeuzaliwa 2000. Saa 6 noon. Si unajua ni mchana. Saa 6 noon. Dakika ngapi? Na nusu. Saa 6:30. Saa 6 dakika 30. Lakini utakuja uweke coordinate zile coordinate. Utabonyeza hapo umeandika enter coordinate manual hapa. Kisha bonyeza hapo, inakuja sehemu sasa uweke. Kumbuka ilikuwa ni 08. Ilikuwa ni 0801 latitude. Lakini ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni south. Lakini kuja longitude ilikuwa ni 31. Lakini ilikuwa ni 51. Wapi? East, hivyo. Hiyo time zone itakalculate automatic, na hii itakalculate automatic. Baada ya hapo
Unakuja unabonyeza hichi kitufe kimeandikwa calculate chart. Unakuja unakibonyeza hichi kitufe. Unakuja unakibonyeza. Unakibonyeza calculate chart. Itakuletea basi chart yako sasa. Unaweza ukaidownload kwa kanao kwenye simu. Na unaona kama ni kitu ambacho hakieleweki? Ni kitu ambacho huwezi kukielewa kama wewe ni mgeni. Ngumu sana kuelewa hii mchanganyiko hapa. Hujui hata alama za nini. Lakini sasa maelekezo yapo huku chini. Maelekezo yapo chini sasa naanza kukuambia. Hapo kuna nyumba 12 za unajimu. Kama unavyoona inaonekana kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5, kuna 6, kuna 7, kuna 8, kuna 9 mpaka 12. Nyumba 12 za unajimu. Hapa inaweza kukuambia sayari zilizopo kwenye kila nyumba ya unajimu na tafsiri yake wakati unazaliwa. Hiyo ndio ramani yako ya kuzaliwa. Ukisikia anasema ramani yako ya kuzaliwa ndio hiyo. Kwanza kabisa hii hapa imeandikwa kwa Kiingereza. Hii hapa imeandikwa kwa Kiingereza. Lakini Google Chrome huwa inakupa option ya kutranslate. Inakupa option ya kutranslate. Inakupa option ya kutranslate. Kwa mtu ambaye Kiingereza kidogo kinapelea. Inakupa option ya kutranslate. Unaweza kutranslate kwa kugeuza hivi. Utakuja utabonyeza hapa. Utakuja utabonyeza hapa. Utakuja utabonyeza hapa. Utabonyeza hapo, kisha bonyeza hapa. Utakuja utabonyeza translate. Translate. Bonyeza translate, inakuja translate to Kiswahili au lugha ambayo utakuwa umechagua. Baada ya kuwa umegeuza hivi basi utaona peji yako imebadilika, inakuwa inaandika Kiswahili. Kwa hiyo utaelewa maelezo haya kwa lugha ya Kiswahili. Haya, nyumba ya kwanza inakwambia nyumba ya kwanza. Kabla ya kusoma, kwanza imekupa tahadhari hapa. Kabla ya kusoma tafsiri ifuatayo inayofanywa na kompyuta, ni vizuri kutambua kwamba nafasi au kipengele chochote cha sayari kilichotajwa katika horoskopu yako kinaweza kuwa kidogo. Unapaswa kukumbuka sheria kila wakati. Hakuna kinachopaswa kutathminiwa kando. Mambo yanapaswa kuzingatiwa kila wakati katika muktadha mpana na kuhusiana na kama nilivyokwisha kuomba radhi hapo awali, hii inakatakata. Programu yangu leo inakatakata, sio shida nini. Kwa kulingana na vipengele vingine vya sayari, kwamba kuna mtu anaweza kukuchambua ramani yako ya kuzaliwa kwa kumtajia tu tarehe ya kuzaliwa. Kwa kumtajia tu tarehe ya kuzaliwa anaweza kukuchambua. Au unaweza kaenda kwa mganga akaskani hatima yako, akaiona hatima yako kwa kuangalia ishara mbalimbali kwa kupitia ndoto, labda na teknolojia zingine wanazotumia waganga. Kwa ndo anachokuambia hapo, anakukumbusha kwamba kilichoandikwa hapa ni kidogo, sio kila kitu. Ili uweze kujifahamu vizuri, unajifahamu kutokana na muktadha mbalimbali. Kwa mfano, hii hapa program haiwezi ikajua historia ya ukoo wako. Haiwezi ikajua ukoo wako ulikuwa unajihusisha na ufuaji wa vyuma, kilimo, mifugo au vipi. Haiwezi ikajua kama wewe umezaliwa kanda ya ziwa au wapi. Kwa hiyo mtu anakuchambua kulingana na muktadha. Muktadha ni kutokana na mazingira fulani ambayo wewe umezaliwa, au hali fulani umezaliwa nchi gani, bara gani, hivyo. Yenyewe haiwezi kujua mambo. Kwa hiyo imeandikwa tu kwa ule jumla wewe kujitambua. Na imani ukisha soma hapa unaweza kujitambua. Basi nimekwambia nyumba ya kwanza, kitu cha kwanza ni ascendant. Ascendant bwana ni pale jua lilichomoza, jua wakati linachomoza ndio ascendant. Ascendant inaashiria sifa za msingi za utu kama vile muonekano wa kimwili, tabia. Nafikiri maelezo ni mengi, wewe utasoma vizuri hapa, ila na imani zote zipo nyumba 12 hapa. Zipo nyumba 12, nyumba ya 10. Imekuja imekueleza mambo kibao yani. Yaani imeeleza kila kitu kuhusiana na wewe. Kila kitu kuhusiana na wewe, kila kitu unachohitaji kujua kuhusiana na wewe.
kila kitu, hakuna kilichobaki hapa, kila kitu, kila kitu, kila kitu. Sasa kitu kizuri ambacho nataka kumalizia, wewe soma, unavyosoma hapo utatranslate. Nilikuwa nimekufundisha jinsi ya kutranslate, naona nimerudi tena kwenye Kiingereza. Nilikuwa nimekufundisha jinsi ya kutranslate. Nilikuwa nimekufundisha jinsi ya kutranslate, utatranslate huko mwenyewe, lakini nitaka nikuonyesha kitu kingine cha muhimu, main aspect transit mbalimbali za sayari, kwamba sayari ikikaa hivi itakuasili hivi kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwa mujibu unaweza kujua hata kipindi chenye hatari nyingi za wewe kufa, unaweza kuona hatari nyingi za wewe kufilisika, zote unaweza kaiona kupitia unajimu. Lakini sasa zaidi kuna hivi vipengele unatakiwa uvikopi. Ukivikopi hivi unavipesti sehemu moja, inakuwa ni kama paneli moja hivi. Hapa vipengele amekwambia unaweza ukakopi hivi vitu ukampa ChatGPT, anaweza akakwambia zaidi kuhusiana na wewe, kwa sababu ChatGPT ni teknolojia ambayo inatumia taaluma mbalimbali zilizopo kwenye intaneti, maarifa mbalimbali duniani kote, kukupa kile ambacho unauliza, kukujibu kile kitu ambacho unauliza. Kwa unaweza kutambua, unaweza ukakopi hapa, unaweza ukakopi chini na katakata, naweza nikakopi hapa hivi kakata tena nikaja kaanza huko. Utakopi hii bana, utakopi kona inakuzingua, unaweza ukakopi tu hivi. Unaweza ukakopi vipi? Giving this page reload. Unaweza ukakopi hapa as perspective, vipengele vyote unaweza ukavikopi. Ukisha vikopi kwa pamoja, unaenda una paste kwenye ChatGPT. Unaenda una paste kwenye ChatGPT, basi anaweza kukuambia zaidi. Unaweza ukajijua. Yaani achana ile kwamba kujijua kwamba labda si napotoshwa, utaambiwa vitu ambavyo wewe mwenyewe una ushahidi kwenye maisha yako. Wewe mwenyewe ukajua kwamba kweli huyu ndio mimi. Kweli huyu ndio mimi. Wewe mwenyewe utaona kabisa kwamba kweli huyu ndio mimi anayezungumziwa. Basi hapa tumemaliza kwamba unajimu unaweza ukajijuaje. Lakini kuna kanjia kengine hapa tarehe 15 hiyo tarehe 15 take me, inaitwa take me back home, take me back, unaacha nafasi, unaandika tarehe yako ya kuzaliwa, mwezi wa 7. Hii yenyewe haihitaji sijui tarehe ya kuzaliwa na saa, hapana, inahitaji tu hivyo, inahitaji tu tarehe ya kuzaliwa ilivyo, ili iweze kukuambia. Basi ukisha kuja hapo utakuja utabonyeza Julai hapo horoscope, ubonyeze hapa ya horoscope. Basi ukisha kuwa umebonyeza itakuja hivi horoscope itakuja itakwambia wewe kila kitu kuhusiana. Nafikiri kutranslate nilikuwa nimekufundisha. Utatranslate hapa ili iandike maandishi ya Kiswahili. Baada ya hapo itakuletea vitu vingi. Baada ya hapo itakuja kuambia nyota yako kwamba wewe ni Kasa, alama ya Ka, sayari ya unajimu nayo kuongoza ni Muni, ishara yako kubwa ni maji. Personal traits, kwamba wewe ulizaliwa hapo. Kila kitu kuhusiana na wewe, kwamba wewe ufanye hivi, love compatibility, Kasa career and money, usomee kitu gani, ufanye kitu gani upate hela, ufanyaje ili afya yako iendelee kuwa njema, uishi vipi na familia au kwenye familia wewe ni gani, marafiki, mambo mbalimbali imekuja imekwambia hapa. Kama unavyopata kuona hapa. Safi kabisa. Hiyo ni kuhusiana na unajimu. Lakini kuna kitu kinaitwa numerolojia hii, elimu ya namba.
Elimu ya